Hello Tanzania, hello ulimwengu wa michezo. Karibu katika Sports Update, dakika 5 za kukujuza yalojiri katika viwanja mbalimbali vya kimichezo hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Ishaka Nyamihasi. Tunakutana hapa kila siku kwa ajili ya kujuza yalojiri viwanjani. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo asubuhi ya leo klabu ya Dar es Salaam Young Africans wameweza kuondoka hapa jijini Dar es Salaam kuelekea visiwani Zanzibar ambapo wanakwenda kujiandaa na mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya FAR Rabat kutoka nchini Morocco. Mchezo huo utachezwa Jumamosi ya Novemba 22 katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Na unajua ni nini ambacho amekisema Ali Shabani kama afisa habari wa Dar es Salaam Young Africans kuelekea katika mchezo huo, ambapo amewatoa hofu mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans kwamba wajiandae na ushindi na mambo makubwa yanakuja katika michuano ya msimu huu wa 25-26. Muda wa maneno shaisha. Tuachieni sisi wenye vitendo tukaifanye kazi yetu. Tutawajibu kwa vitendo kwa nini tumeondoka uwanja wa Benjamin Mkapa tumekwenda New Aman Complex. Tajionea kwa vitendo. Muda wa sisi kujieleza hakuna. Tunataka tuoleze kwa vitendo. Tukiwaambia huyu anakufa, hatutaki mijadala. Subirini Jumamosi panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Mchezo mwingine utachezwa Novemba 23 katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo klabu ya Simba nao watakuwa wanacheza mchezo wao wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika watakapokuwa wanawaalika Petro Atletico de Luanda kutoka nchini Angola. Lakini siku hiyo hiyo ya Novemba 23 Azam FC wao watakuwa uwanjani kule nchini Kongo ambapo watakuwa wanamenyana na AS Maniema. Lakini kabla ya hapo siku ya Jumapili wakati mchezo wa Yanga unaendelea, Singida Black Stars nao watakuwa ugenini nchini Algeria kuwakabili CR Belouizdad katika mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwingineko ni kwamba bodi ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara imeweza kufanya marekebisho ya ratiba ya msimu huu wa 2025-26 na baadhi ya michezo imeweza kusogezwa mbele na kupangiwa ratiba ama kupangiwa tarehe nyingine ambapo itachezwa katika tarehe mpya. Na miongoni mwa michezo hiyo ni dabi ya Kariakoo, mechi kati ya Simba na Yanga, lakini pia Mzizima dabi kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Azam, lakini pia mechi kati ya Azam na Simba. Kariakoo dabi, mchezo wa kwanza kati ya Simba na Yanga ulikuwa uchezwe Desemba 13 na umesogezwa mbele mpaka Machi 1, 2026 katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira saa 11 kamili jioni. Lakini mchezo mwingine wa marudiano utakuwa ni Mei 3, 2026. Lakini Dar es Salaam Derby ambapo mchezo kati Azam dhidi ya Yanga, mchezo wa kwanza wenyewe utapangiwa tarehe na tarehe itatajwa, lakini mchezo wa pili utachezwa Mei 19, 2026 majira saa 10 katika uwanja wa KMC Complex ambapo Dar es Salaam Africans watakuwa ndio wenyeji wa mchezo huo. Lakini Mzizima Derby kati ya Simba dhidi ya Azam, mchezo wa kwanza utachezwa Disemba 6 majira saa 12:30 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini mchezo wa pili nao utapangiwa tarehe nyingine ambao utachezwa. Lakini mechi ya marudiano Mbeya Derby kati ya Tanzania Prison dhidi ya Mbeya City, mchezo wa kwanza ulishachezwa na tulishuhudia Mbeya City akichapika kwa mabao 2-1, lakini mchezo wa pili utachezwa Machi 18, 2026 majira ya saa 10:15 katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Tunaelekea katika anga la kimataifa ambapo taarifa ya kwanza ni taarifa njema kwa mashabiki wa Barcelona ambapo uwanja wa Camp Nou umeweza kukamilika marekebisho na matengenezo na rasmi utazinduliwa ama utafunguliwa rasmi siku ya Jumamosi katika mchezo wa ligi kuu ya Hispania La Liga katika mchezo kati ya Barcelona dhidi ya Athletic Club de Bilbao. Mchezo huo utakuwa unachezeka katika uwanja wa Camp Nou baada ya zaidi ya miaka miwili uwanja huo ulikuwa hautumiki na klabu ya Barcelona kutokana na matengenezo, na kwa sasa hauitwi Camp Nou, unaitwa Spotify Camp Nou kutokana na udhamini wa kampuni ya Spotify ambao ndio wadhamini wakuu wa klabu ya Barcelona. Kwingineko ni kwamba nyota wa zamani wa Real Madrid Karim Benzema na raia wa Ufaransa huenda akaondoka katika klabu ya Al Ittihad ambayo anaitumikia kwa sasa ya nchini Saudi Arabia, na mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu wa 25-26. na ni wapi ambapo anaelekea yeye mwenyewe anasema kwamba hajui ataelekea wapi kwa sababu bado hajafanya maamuzi ya kuendelea kusalia Al Ittihad ama kuondoka. Mpaka hapo tunafika tamati ya Sport Update kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Ishaka Nyamihasi. Endelea kulambaza katika mitandao yetu ya kijamii kama TBC2 online uweze kupata taarifa kemkem ambazo zinaendelea kutokea hapa ujanjani HQ. Mpaka wakati mwingine, bye bye.